Baada ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kukikodisha kisiwa cha Kwale huko Fumba, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja, wananchi wanaofanya shughuli zao za kiuchumi kisiwani humo wameonyesha wasiwasi wao wa kukosa ajira. Wakizungumza na waandishi wa habari huko Fumba, wamesema shughuli wanazozifanya ndizo zinazoingizia kipato na hawana shughuli nyingine za kufanya kwa sasa. Wameiomba serikali kuwaachia wananchi kisiwa hicho ambacho wamejiajiri zaidi ya miaka 20 na ndiyo tegemeo lao kiuchumi, kwani wanasema kuwa hawapingani na uwekezaji wa visiwa, lakini isiwe visiwa vyote wanapewa wawekezaji, bali wengine waachiwe na wananchi waendelee shughuli zao za kiuchumi. Kilio chetu kwamba tunahisi kwamba kidogo tunataka kubanwa kiuchumi. Yaani kubanwa kiuchumi kwa sababu tuna visiwa na Mheshimiwa Rais alitangaza kwamba kukodishwa kwa visiwa ambavyo vinategemea kukodishwa ilikuwa ni visiwa ambavyo visivyotumika, vile ambavyo alivyokauli yake alisema havitumiki. Lakini tuna kisiwa cha Kwale hapa ambacho kinatumika tangu enzi hizo za mababu zetu. Kabla ya utalii tulikuwa tunakwenda Dago kule, wazee wetu, mpaka tukazaliwa sisi kwa nguvu za kule kisiwani. Baada ya kuingia utalii, special kile kisiwa cha Kwale kikachwa ni cha utalii. Kukaa kuna kisiwa kingine kinaitwa Pungume, kikaa kinatumika kwa Dago. Nacho sasa hivi pia kinatumika kiutalii. Lakini linalotusikitisha sana kwamba tumeshasikia hivi sasa hivi kwamba muda wowote kile kisiwa cha Kwale kitachukuliwa, atapoa mwekezaji au tayari ameshapoa mwekezaji bado siku kuanza. Sasa tunafikiria kwamba baada ya kupoa mwekezaji, sisi tunahisi ajira zetu zitakuwa tayari zimeshatoweka. Tutakuwa hatuna ajira tena. Na ile pale serikali tunashukuru kwamba inapiga kelele wananchi wajiajiri. Na sisi pale tayari tumejiajiri wenyewe. Kwa hivyo sasa tunategemea kipato chetu kikubwa kutoka pale, na ikiwa kama kitatoka, hatujui hatima yake nini baadaye sisi na vizazi vyetu vijavyo vitakuwa. Kisiwa cha Kwale kina matumizi mingi kwa sababu kuna tunapeleka watalii, kuna wanaofanya biashara, kuna wanaouza kahawa, kuna wanaouza pareo, kuna activity nyingi tu kwa kifupi ambazo zinawapatia watu riski, ambao wengine ni wajane, wanawake, wakina mama zetu hapo kule wanafanya kazi kwa kujishughulisha kwa njia hizo moja ama nyingine. Imeanza kwamba kikiondoka kisiwa au wote tutafanya nini, au sisi sote tutafanya nini? Sitegemei kwamba kisiwa cha Kwale kile pale kitakapokuja kuchukuliwa kwamba watu wataruhusiwa pale kwenda kuvua. Hilo silitegemei kwa sababu haya yapo mengi tu. Kwa hiyo jambo la kwanza, ajira ya kuvua pia pale itakuwa haipo. Acha ya hawa vijana wenzangu ambao tunakwenda pale, mpaka kuvua uitekwa mipaka ya kwenda kuvua kutakuwa hakuna. Kwa hiyo sio suala la kwamba watu wanakwenda pale kwa ajili ya kwenda kupeleka wageni tu, la, mambo mengi. Na watoto 8 na hapa nilipo mjane, watoto 8 yao hamna hata mmoja mwenye kazi, na wote nasomesha, nategemea kule. Endapo kama yeye atachukua vile wawekezaji wa nini, sisi tutaelekea wapi? Na wajane tuko wengi, sio kidogo. Na ukizingatia mwaka 15 nipo kule. Leo ataposema yeye achukue au mwekezaji, mimi nitapoondoka pale bila taarifa, iko kitumbua nitaenda kukiuzia wapi au andazi? Kisiwa hichi ndio tegemeo letu sote, wa kike, wa kiume, wadogo, wakubwa. Ndani ya wafanyakazi humu kuna wafanyakazi wa serikali wastaafu, wametoka serikalini, wana vyombo vyao hapa, ndio wanapata riziki yao na watoto wao. Kuna walemavu, wana vyombo vyao hapa, vinakwenda pale kwa shughuli ya utalii na kupata riziki zao. Endapo kisiwa kile kikichukuliwa, hawa watu wataishi vipi ama tutaishi vipi? Kwa hiyo tunamuomba Rais aje atusikilize, asitume watu, kwa sababu naamini anapelekewa maneno tofauti au maelezo tofauti na hali halisi ilivyo. Hili jambo likija hilo kama hivyo, ataathirika watoto wetu na wajukuu zetu. Kama mimi nipasema wajukuu zetu tena, maana watoto wetu ndio wanafanya kazi hapo, ndio wanamopata riziki. Sasa likija hiyo riziki hiyo ndio itakuwa haipo hiyo.
itakwenda kwa wengine. Na vile vile alivyozungumza yule baba, hakuna aliopata utaratibu wa kusomeshwa. Kama hala watapokuja wale watazungumza, wataingia wale waliosomeshwa. Kwa hivyo mimi kilio changu naona kama tutaathirika sote, sio mtu mmoja. Kama vyote Ufumba, Bweleo, Kizimkazi, Ngujo Ukuu, Kikungwi, mote watu wataathirika. Kwa hilo. Kwa hivyo jamani, Mheshimiwa Rais alizingatia hili swala kwa umakini na akaeka utaratibu kwa umakini ili kuliwezesha ili libaki hichikishiwa tubakie nacho na watoto wetu wafanye kazi. Akitolea ufafanuzi kuhusiana na hilo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji, Sharifu Ali Sharifu amesema hakuna nchi inayoweza kuendelea bila uwekezaji na kisiwa cha Kwale tayari ameshapewa mwekezaji na kuwataka wananchi watoe ushirikiano na kukubali kuwa maeneo hayo ni kwa ajili ya uwekezaji. Ni moja kati ya kisiwa ambacho tayari wameshapewa wawekezaji na nimeshatoa wito hapa kwamba wananchi watoe mashirikiano. Visiwa hivi vipo kwa muda mrefu sana na havina faida kubwa za kiuchumi katika nchi yetu hii. Serikali imekuja na hilo wazo, tayari kisiwa kile tumeshampa mwekezaji. Kwa hiyo wananchi wanachotakiwa kukifanya ni kukubali kwamba maeneo yale sasa hivi ni kwa ajili ya huo uwekezaji ambao tumeshawapa hawa, na si kwamba na wao watakosa. Tumeshaweka kitako mwekezaji ambaye yuko pale kuzungumza pamoja na wananchi walioko pale ili nao wafaidike na uwekezaji ulioko vile. Lakini kitu muhimu ni kwamba serikali msimamo wake kisiwa kile kitaekezwa.